بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1447, biidhnillahi taala turudi tena katika vikao vyetu vya darasa ya tafsir, na tulikuwa tuendelea kusoma tafsir ya juzu amma, tukisoma katika mukhtasar في التفسير وكذلك تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى. تلفكية سورة الضحى. يقول الله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى نأبا كمشانا، والليل إذا سجى نكوسيكو unapotanda. ما ودعك ربك وما قلى، Mola wako hakukuacha wala hakukasirika nawe. والضحى أقسم الله بأول النهار، أبا الله سبحانه وتعالى كمانزو ومشانا، wakati wa dhuha, ule mwanzo wa mchana. Tukikaa hapa kwenye darasa tukimaliza kusoma, mara nyingi tuahimizana kuswali rakaa mbili. Zile rakaa mbili tunazoswali watu waziita ishraq, lakini pale ndio mwanzo wa wakati wa dhuha unapoanza. Kwa zile rakaa mbili tunazoswali ni rakaa mbili za dhuha, wakati wake waanza wakati ule. Kwa huu mwanzo wa mchana huu waitwa ad-dhuha, na kila ukisongea mbele kuswali ni bora zaidi, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam. والضحى أي أقسم الله بأول النهار والليل إذا سجى، na naapa kwa usiku unapotanda. Ay wa aqsama bil-layli idha adlama, naapa Allah subhanahu wa ta'ala kwa usiku inapotanda giza lake. Wasakana an-nasu fihi 'anil haraka, na watu wakatulizana kutokamana na harakati zao za kawaida, sababu wakati wa usiku ndio watu hupumzika. Na hata ukajaribu leo ukasema kuwa mimi nataka usiku nisilale, nitalala mchana, usingizi utakaoupata mchana hauwezi kufanana na usingizi wa usiku. Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-layla sakanan, na hii ni katika namna alivyoumba Allah ulimwengu, akajalia usiku ndio wakati wa kupumzika, na mwili wako wapata raha na utulivu na afya nzuri sana ukiwa utauwekea wakati mzuri wa kupumzika katika wakati wa usiku. Lau kama utakwenda wiki moja tu ukasema mimi nalala mchana silali usiku, utahisi katika mwili wako kuna mambo hayako sawa. Si ajabu ukapatwa na homa, ukapatwa na maradhi, sababu mchana sio wakati wa mapumziko. Basi tu wakati mwingine yabidi hata ukitengeneza kiji usiku chako. Unajua kutengeneza usiku, kuna mapazia. Ukienda Arabuni kule, ukienda umra hivi kwa mfano, ukifunga hivi
kwageuka usiku kwa namna zile pazia zinaofunika. Kwa ni kama watengeza kiji usiku chako chumbani, ukifunga wewe huoni chochote, kwageuka giza, lakini hivyo hivyo bado ni mchana. Ule mwili hautapata utulivu kama unapolala wakati wa usiku. Allah subhanahu wa ta'ala ana mambo makubwa katika viumbe vyake anavyoviumba, na katika yale yanayoonyesha utukufu na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuumba usiku na mchana. Na ndio maana katika aya nyingi Allah akatukumbusha hili jambo, kuwa tuzingatie katika kupishana usiku na mchana, namna usiku unavyokuja, namna mchana unavyokuja. Mara nyingi atukumbusha katika kitabu chake tukumbuke alama za utukufu na ukubwa wa Allah katika kupishana usiku na mchana. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala pia akaapa na zama na wakati, kuonyesha umuhimu wa wakati. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala haapi isipokuwa na kile kitu ambacho kina umuhimu sana, kitu adhimu, ndio huwa pia nacho Allah subhanahu wa ta'ala, kuonyesha umuhimu wa wakati katika maisha ya mwanadamu. Na hili jana tulizungumza kwa kirefu katika darasa ya dhuhuri, takriban jisadi zima, kuzungumzia umuhimu wa wakati katika maisha ya mwanadamu na haswa mwanafunzi. Ndio utaona wale waliotumia wakati wao vizuri, Allah subhanahu wa ta'ala akawabarikia katika wakati wao. Ukamkuta mtu katika muda mfupi aweza kufanya mambo makubwa sana, na mwingine akaishi muda ule ule na asijaliwe kufanya kile alichokifanya yeye, kwa sababu ya kuuchunga ule wakati. Ma wadda'aka rabbuka wama qala. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, Mola wako hakukuacha wala hakukasirika nawe. Ay ma tarakaka ayuha ar-rasul rabbuka, hajakuacha ewe mtume Mola wako mlezi, hajakuacha hata siku moja kuanzia akulete duniani, hajakuacha hata siku moja. Wama abghadaka, wala hajakuchukia wala hajakukasirikia. Kama yakulu almushrikun lamma fatara alwahy, kama wanavodai washirikina ilipopita kipindi ulikuwa wahi hauteremki, wakawa wasema mbona tena wahi hauteremki, amekasirikiwa na Mola wake amemtupa. Hili jambo likawa lamtia huzuni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akamteremshia hii sura, wadduha wallayli idha saja, na apa kwa mchana na naapa kwa usiku unapotanda. Ma wadda'aka rabbuka wama qala, Mola wako hakukuacha wala hakukasirika nawe subhanahu wa ta'ala. Walal akhiratu khairul laka min al-ula. Kwa mwanzo hapa akaeleza hali yake ya hapa duniani, kuwa hapa duniani hakumwacha wala hakukasirika naye, bali yuko radhi naye, na hakumwacha, atamnusuru na atamuhifadhi na kumlinda mpaka dini yake iwe ndiyo shindi. Na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala akamwezesha na kumnusuru, akafikia pale ambapo hakuna mtume yoyote kabla yake amefikia, na akamtimizia kila jambo lake kamilifu. Hakuna mtume yoyote kabla yake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefikia kile kiwango alichokifikia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbora wa mitume, bali mbora wa viumbe vya Allah alayhi salatu wassalam. Tizama, aondoka duniani, kila alichokiwacha kamili, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amwambia al-yawma akmaltu lakum dinakum, dini imekamilika kabisa. Aondoka duniani
hakuacha chochote wanachokihitajia umma wake katika jambo la dini yao isipokuwa amewabainishia mtume wao sallallahu alaihi wasallam kamili kabisa. Kila kitu chake kilikuwa perfect, hakuna kilichokuwa na upungufu alayhi salatu wassalam. Na hiyo faida taitaja pia Imam Saadi kama tutakavyoona, kinyume na anavyosema Khomeini. Khomeini asema hakuweza kufikia kukamilisha ule uadilifu katika ulimwengu, atakayekuja kukamilisha ni Mahdi. Sema Mahdi wa Mashia, si wa Ahlusunna. Kwa Mtume sallallahu alifeli katika da'wa yake. Khomeini asema hivyo, Mtume sallallahu alifeli. Lakini njoo usome wanaovioni wa Ahlusunna wakwambia nini, sababu ile ni mzuka, hamjui Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ana mazuka wengi huku chini wamsapoti. Kuna watu huku chini mazuka ambao hawamjui yule bwana, utawasikia wapiga kelele tu huko. Lakini hivyo ndivyo alivyosema Allah huku, asema ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kwa Mola wake hakumwacha, bimaana amemwekea mipango mizuri kabisa kuanzia kumuumba mpaka kuondoka kwake duniani. Mambo yake yote ameyasimamia mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala ili yatimie. Kisha aje mtu akwambia kuwa amefeli katika da'wa yake, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. walal akhiratu khairul laka min al-ula. Na bila shaka sasa hapa Allah azungumzia mustakbali, jambo la dunia ashamalizana nalo, kwa mambo yako yote nayasimamia mimi, siwezi, sikuachi wewe, sikuachi, sijakuacha na wala sitakuacha, nitakusimamia mambo yako yote, wala sijakukasirikia wala sitakukasirikia hapa duniani. Na akhira, walal akhiratu khairul laka min al-ula, hali yake ya mustakbali. Na bila shaka wakati ujao utakuwa bora kuliko uliotangulia, bimaana kila unaposonga mbele na mambo yako yatazidi kuwa mazuri na kutimia kuliko yale yaliyokuwa kabla ya hapo. Waladdarul akhirah khairul laka min ad-dunya, na nyumba ya akhira ni bora kwako wewe kuliko hii ya dunia. Lima fiha min an-na'im ad-da'im alladhi la yanqati'. So kule akhira kuna neema ya kudumu ambayo haikatiki, itaendelea milele. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, na Mola wako atakupa mpaka uridhike. Maneno matamu sana ahidiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ay wala sawfa yu'tika min ath-thawabi al-jazili laka wa li ummatika hatta tarda bima a'taka wa a'ta ummatak. Na Allah subhanahu wa ta'ala atakupa wewe ewe Muhammad katika malipo makubwa, na umma wako pia. Sisi pia tuingia ndani bwana, kwa mfuasi Mtume Muhammad sallam, ummati Muhammad waingia ndani hapa kwa utukufu wa mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aridhika na kufurahia akiona mazuri wanaoyapata umma wake. Bilmu'minina raufur rahim alayhi salatu wassalam. Kwa Allah atamridhisha yeye na atawaridhisha umma wake kwa yale atakaompa yeye na kwa yale atakayowapa umma wake alayhi salatu wassalam. Kwa hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kile kilichoko huko mbele ni khairi, ni bora zaidi kuliko hii dunia. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamkumbusha mtume wake sallallahu alaihi wasallam neema nyingi alizomfanyia, kumuonyesha kuwa sikukuacha kuanzia mwanzo, niko na wewe na kusimamia mambo yako. Alam yajidka yatiman faawa,
kwani hakukukuta yatima akakupa makazi? Ay laqad wajadaka saghiran qad mata anka abuka, kule mwanzo kule nyuma Allah subhanahu wa ta'ala kakukuta wewe ni yatima, baba yako amefariki ukiwa mdogo au kabla hata ya kuzaliwa. Mtume sallallahu hakumuona baba yake kabla ya kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baba yake afariki. Kwa azaliwa hakuwahi kumuona baba yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha katika umri mdogo mama yake afariki. Kwa alikuwa ni yatima wa baba na mama pande zote mbili, yani yatima kikamilifu. Faja'ala laka ma'wa, akakupa makazi. Haithu atafa alayka jadduka Abdul Muttalib, haithu atafa alayka jadduka Abdul Muttalib, akampa huruma babu yako Abdul Muttalib, akakuhurumia akakuchukua kukulea wewe. Thumma ammuka Abu Talib, kisha ammi yako Abu Talib akasimama na wewe, na Abu Talib alisimama na Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka wakati alingania katika Uislamu, akiwa ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alingania, ammi yake alikuwa katika dini ya watu wa Makka, mushrik, lakini pamoja na hayo alikuwa akimtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, amkumbusha hiyo fadhila na neema. Wawajadaka dhallan fahada, ukisoma katika tarjama ya Kiswahili nasema na akakukuta umepotea akakuongoa. Mtume salama hakupotea hata siku moja. Ndio pale ukiwa wewe usoma tafsiri kwa hizi tarjama hizi utaleta mambo ya ajabu sana. Ikiwa soma tarjama ndio tafsiri yako, hasa mtu akuulize akakukuta umepotea, kwani Mtume salama alikuwa mpotea? Hakupotea hata siku moja alayhi salatu wassalam. Allah amemhifadhi kabla ya utume na baada ya utume. Sasa maana yake nini? Nasema ay wawajadaka la tadri mal kitabu wala al-iman, ay bitafsil, alikupata hujui hii Qur'an. Mtume sana alikuwa hujui Qur'an kabla hapo, ulikuwa hujui hii Qur'an wala hujui bitafsil mambo yanayofungamana na iman. Fa'allamaka min dhalika ma lam takun ta'lam, akakufunza katika hayo yale uliyokuwa huyajui. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka kabira, fadla kubwa Allah amempa, akamfunza yale alikuwa hayajui katika hii dini. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuteremshiwa Qur'an alikuwa hayajui. Ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Na hapa kuna kuwarudi makhurafi wanaodai kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuijua Qur'ani kabla ya kuteremka, na hii ndio itikadi ya Kishia pia. Bali wao wasema Ali ibn Abi Talib alikuwa yuijua Qur'ani kabla ya kuteremshwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hao wampita kidogo. Ibn ammi yao kidogo wampunguza, hao wakaongeza. Ya ibn ammi, makhurafi na mashia ni ibn ammi. Sasa kuna wote wana ghuluu, lakini kuna wengine wapita mipaka, ile ghuluu yao paka yachekesha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa haijui Qur'an, bali alikuwa hatarajii hata kuwa atateremshwa Qur'an. Wama kunta tarju an yulqa ilayka alkitab illa rahmatan min rabbik, wala ulikuwa hutarajii kuwa utateremshiwa kitabu, lakini kwa rehema za Mola wako mlezi Allah subhanahu wa ta'ala kakuteremshia Qur'an. Kwa Allah amkumbusha kabla ya kuteremshiwa Qur'an ulikuwa haya huyajui. Mtume sallam alikuwa akimwabudu Mola wake kwa yale aliyokuwa akiabudu nayo Ibrahim alayhi salatu wassalam kabla ya kuletewa Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala akamfunza mengi sana alayhi salatu wassalam. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam,
akakufundisha mengi katika yale ulikuwa huyajui wewe. Kwa hiyo hapa amkumbusha Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuwa katika fadhila na neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yako ni kuwa alikupata ulikuwa hujui wewe hii Qur'an, akakufunza. Hujui kwa tafsiri yale yanayofungamana na iman, Allah akakufunza, na mengi yaliyomfunza Allah subhanahu wa ta'ala, na mpaka kumwambia mtume wake waqur rabbi zidni ilma, waqur rabbi zidni ilma. Na mtume sallama bila shaka kwa amri hii alikuwa akiifanyia kazi, akimwomba Allah amzidishie katika ilmu. Na ndio Ibn Qayyim akasema kuwa Allah akaendelea kumzidishia katika ilmu mpaka alipoondoka duniani. Kila siku alikuwa akimuongezea katika ilmu mpaka alipoondoka duniani alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia wawajadaka ailan faaghna, akakukuta mhitaji akakutosheleza. Ay wawajadaka faqiran faaghnaka, Allah akakupata wewe ukiwa ni fakir, huna kitu, akakutosheleza. Na mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwa ile dunia alikuwa haitaki, hana haja nao dunia, lakini hakuna cha kukosa. Alikuwa akipata kile anachokipata fanya nini? Akitoa alayhi salatu wassalam, kila anachokipata akitoa. Alikuwa hana haja na hii dunia, kwa kila anachokihitajia Allah subhanahu wa ta'ala kampa. Tena fa amma al-yatima fala taqhar, kisha akamwambia fala tusi muamalat man faqada abahu fi as-sighar wala tudhillahu, basi usimfanyie ubaya katika muamala. Fa amma al-yatima fala taqhar, basi yatima usimuonee, usimfanyie ubaya yule aliyemkosa baba yake akiwa mdogo, usimdhalilishe, kwa sababu yule aliyeyatima ukimdhalilisha, ile dhiki na huzuni inayompata si sawa na yule ambaye si yatima. Yule atakuwa yufikiria haswa akiona mwenzake amedhalilishwa baba yake akaja. Allah musta'an. Walimu wa madrasa saa nyingine tuna vituko. Kuna mwalimu alimtandika mtoto, amtandika. Kuna walimu saa nyingine upandana kama kichaa, chwa piga. Mtoto akienda nyumbani babake sema mbona ukupiga hivi mwalimu? Na wazazi wa siku hizi si kama wale wa zamani ati mbakishe macho. Hakuna mbakishe macho hapo. Mzee kaja na hasira huyo, shakunja kanzu, maalim alitoka na mlango wa nyuma. Mzee kaambia toka kimbia iwaja. Na mzee huyo kipande cha mtu, sikwambii kitambi, kipande cha mtu, yana kikushika au kupiga ngumi wewe utakimbia. Mzee kaja madrasa na hasira kweli kweli, mwanangu apigwa namna hii. Sawa sijakataa pigwe, unajua kuna hilo, sijakataa pigwe, lakini hivi basi ambia basi yule ustadhi bwana alikuwa anatoka na bahati, sema na bahati sana, ningemtandika mpaka kajua tu ukipigwa asikia nini. Mpaka hasira ikapungua ile mzazi. Sasa mtu akiona babake saa nyingine usimchokoze, sababu kuna babake. Sasa yule yatima atetee na nani? Ukamfanyia idhlal, ukamsinduga na kumnyoshia vidole kwenye kichwa, wamtia huzuni, aonewa. Na ni kweli wamuonea, sababu hana mtu wa kumtetea. Na Allah subhanahu wa ta'ala akatuelekeza katika hili kuonyesha kuwa sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala imewahifadhi madhaifu na kuwapa himaya madhaifu. Na ndio ukisoma katika sheria ya Allah tuhusiwa wale madhaifu wale, tuhusiwa tuchunge sana haki zao, wanawake, watoto mayatima, watoto wadogo. Ukisoma utakuta sheria imeweka mambo ya kuwahifadhi hawa ambao ni madhaifu mengi tu.
Kwa Allah hapa subhanahu wa ta'ala tuambia fa amma al-yatima fala taqhar, usimdhalilishe bwana yatima, kwa sababu kumdhalilisha yatima na kumfanyia uovu katika muamala yule aliyempoteza baba yake akiwa mdogo humtia huzuni sana, na kumfanya yule mtoto akaona kuwa yeye wafanywa vile kwa sababu mzazi wake hayuko. Wa amma as-sa'ila fala tanhar, na anayeomba na kuuliza usimkaripie. Ay wala tazjur as-sa'il al-muhtaj, wala tazjur as-sa'il al-muhtaj, wala usimkaripie yule anayeomba anayehitaji. Na leo hili latokea sana, pamoja na kuwa matapeli wamekuwa wengi, wale wanaoomba, lakini usimkaripie yule anayeomba. Kama hutaki kumpa basi usimpe. Na ikiwa yujulikana ni tapeli, huyo ana lugha yake ya kuambia. Sisi tuzungumza asili ya yule mwenye kuomba, sababu kitu gani kimempelekea yeye mpaka akaomba? Pengine ana shida sana, ukamkaripia ukamzidishia ile dhiki juu ya dhiki aliyokuwa nayo. Ama akiwa ni tapeli yajulikana, aomba chukua huko kisha enda kuvuta bangi, huyu si anayekusudiwa hapa, huyo ni tapeli. Lakini wewe umuona tu mtu yuomba, waweza kumpa nasaha kwa maneno mazuri, ikiwa wajua huyu waweza kufanya kazi akatafuta mwenyewe kwa jasho lake. Kamwelekeza mwana kijana mdogo na nguvu zake aomba, mweleze kwa uzuri, usimkaripie, usimrukie. Nini kazi kuombaomba tu hapa, hebu ondoka. Taratibu, hujui zile dhiki zilizomfikishia yeye kufikia hapo, na hasa ikiwa mtu humjui. Usimkaripie mwenye kuomba. Wa masaila fala tanhar, usije ukaja ukapata mtihani. Usijione wewe sasa hivi ulipofikia pale, mimi siwezi kufikia huko. La, wallahi ni mitihani. Allah humpa mtihani yoyote katika wanadamu. Kwa ikiwa unacho cha kumpa mpe, ikiwa una basi achana naye. Lakini ikiwa nitapeli, wajua huyu nitapeli. Kuna mmoja kwamba mimi nina safari nakatikiwa, ninaenda kwetu hivi na hivi, basi mkamchangia msikitini pale tikiti, akanunuliwa na tikiti, kaichukua ile tikiti kaenda kaiuza siku ya pili kwa msikiti mwingine. Basi jamani, safari huyo Waislamu huyu jana tulimchangia kule kwetu tukamnunulia mpaka tikiti akaiuza. Huyu nitapeli, ni muongo. Huyu wafanya kazi sasa kutapeli watu. Huyo si saila anayekusudiwa hapa. Umefahamu sio? Huyo nitapeli. Tapeli masala mengine, makao mwizi sasa. Wako hao na ni wengi sahihi. Kuna watu ndio shughuli zao hizo. Yeye kazi yake awatapeli Waislamu msikitini. Aenda hapa, enda pale. Leo yosafiri enda Busia, kesho enda Kisumu, kesho kuto enda Eldoret, mara enda Nairobi. Kuna mmoja kazi yake mpaka akija kianza ngoja nitakumalizia mimi. Hicho kisa chako nitakumalizia mimi. Alafu usiotaka kwenda mahali fulani, alafu usiosema unaibiwa, mpaka unjiwaje? Si jana bwana unitapeli. Jana tu wewe ulikuja ukaniomba, wewe unisahau. Sababu mara nyingi wasahau zile shughuli zao, lakini wewe husahau uliyetoa. Wajua kwa huyu tapeli. Wallahu almusta'an. Ingawa si jambo zuri kuombaomba, si jambo zuri. Muislamu hatakikana awe na tabia hii kabisa. Mimi nashangaa wallahi, hakuna dini iliyokataza jambo la kuomba kama Uislamu. Kuombaomba hivi mtu aketi omba huu pesa. Uislamu umekataza kabisa hili jambo. Lakini hakuna watu ambao watake advantage kwa Uislamu kama Waislamu wenzao kwa kuomba huko, ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza. Sheikh Muqbil al-Wadi'i rahimahullah ana risala nzuri sana ameandika, aita dhammul mas'ala, kusimanga jambo la kuomba. Nenda kaisome risala ndogo tu hivi, nafikiri
kurasa 150 160, haifiki 200, ndogo tu, itwa dhammul mas'ala. Hii ameiandika kwa sababu kule kwetu kule Yaman, sasa nenda kule shamali Yaman, northern Yaman kule, uende Sanaa kule, kisha swali msikitini, msikiti wote nenda kaswali. Ukimaliza ile salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah, wale waombaji watakaosimama hapo utashtuka. Yule asimama pale asema ana shida fulani, mwingine anaona yule wasikilizwa yasimama huko apiga kelele kuliko huyu, yasimama kule, mwingine asimama kule. Sijakwambia ukitoka nje sasa Allah yarda alayk, Allah yarda alayk, Allah yarda alayk, uweza kufuata kama na mama watatu hivi, ukang'ang'aniwa wewe mpaka ukashindwa uende wapi, na amebeba mtoto ashamfinya yualia. Kuna namna wafinya wale mtoto twa, kisha yaanza kulia do, waonekana jambazi, utakutoa pesa na watoto walia wanandaa. Sheikh Mukbil kaandika kitabu Dhammul Mas'ala. Hakule jamaa waomba sana. Hasa na siku hizi pia ukija haram Makkah pale, hao watoka sehemu za bara Hindi kule India, kuna watu wana uwezo, matajiri wakubwa kule. Kuna documentary wametengeneza, wawalipia hawa watu kwenda wapi? Kwenda umra ama haji, lakini wapewa target, lazima waende wakaombe kiwango fulani kila siku. Utalipiwa kila kitu, ende haji, ende nini. Na ndio mwaka juzi wakapiga kelele, ilitokea katika gazeti kubwa hivi, India bring for us hujjaj not beggars. Saudi anasema hivi. Jamaa wakasema watu dharau, mambo gani? Ni kweli waletwa kwa makontena bwana, nawaambia ni kweli. Sasa namna yao ni moja ya kuomba. Kama wewe juzi tu mtoka pale, ukiangalia kuna chupa ya mtoto ile tupu ile, siku hizi ndo design. Utaona wanawake wengi kila mmoja ana chupa tupu, kwa sababu yeye sielewi Kiarabu, lakini ajua wewe ukiona ile chupa tupu utaelewa maana yake ni, kisha mbeba mtoto. Yani sina maziwa. Sasa wajua mimi bwana namwacha huyu maziwa ana. Sasa ukishatoa maziwa pale wakuta kuna kama 10 mbele pia, mbona wote hawana maziwa hao? Ni namna ya kuomba, wamefundishwa wachukue chupa ya mtoto tupu, kisha yakuonyesha hivi, kisha yakugandama, sasa hiyo kufuata. Na ukitoa moja utapata chupa 50 za kufuata. Unajua huwa nazo tafuatwa mpaka ukome. Sasa wewe jifanye kama ukuona, kama huna wewe nenda zako. Sikwambii siku ya Arafa watu wako kwenye haji. Sasa hii si ndio watu waomba dua, roho zao laini, watu waomba dua pale. Jamaa waingia kwenye mahema tu ya watu, kisha waomba. Basi mkafungua mlango tu, wakaanza na rial 1, 2, rial 5, rial 10. Atakusanya tikiti yake ya ndege pale pale, kusanya. Lakini Wakenya, sisi Wakenya wabaya sana. Ndio utajua huko Kenya kuna tabu. Masiku tumekaa, sijui ni Arafa, tumekaa, jamaa kaingia, vipi jamaa hata Kiswahili ajue, wewe nini wewe, watu omba dua uketi hapa, ondoka hapa. Si sawa, muondoeni vizuri. Jamaa alifukuzwa huyo, mpaka shindwa nimeingia nchi gani mimi. Itwa Kenya. Wallahi nilicheka, manake nilicheka vile maneno na watoa jamaa wa Kenya. Sema kuna ani jamaa, simwambie tu kwa uzuri basi ondoka hapa, watu wafanya ibada, waomba dua, washughulisha. Wallahi mtu kwenye dua zake yuaja amkatiza dua zake, makosa. Hii tabia imeenea sana, sijui kwa nini. Na sasa nawaambieni nyinyi ndugu zangu wanafunzi, hili jambo usiwahi kulifanya maisha yako. Chunga sana, usimfuate mtu yoyote kusema mimi bwana nina shida. Fanya subra.
ama sivyo utaanguka mbele ya macho ya watu vibaya sana. Mshaona kuna maimamu wa msikiti watu waendi kuswali kule kwa sababu ya kuogopa watapiga mkuki, basi wako pia imamu bana. Kuna bwana mmoja anaambia sahibi yangu, na ngoja paka ikimiwe swala, ikakimiwa kisha ndio mkaingia. Imamu kabla ya kupiga takbira kaniona safu zilipangwa siku hiyo, panga safu, kumbe umotengie kwenye safu. Alipoingia akamfuata pale, yake ni safu sawa, tuonane baada ya sala. Naomba tuonane baada ya sala. Huko yapanga safu stau. Wallahi mmewakimbiza watu msikitini, mmewakimbiza watu msikitini. Hebu tuacheni tabia, si tabia nzuri, si tabia nzuri kabisa. طالب علم ليش يا أخي تذل نفسك يا أخي؟ المسألة مذلة wajidhalilisha ya akhi. Wachana nayo mambo. Ikiwa mtu amekupa bila wewe kumwambia, chukua, hukumwambia. Lakini wenda bwana wasumbua watu bwana mpaka watu kukimbia bwana. Wallahu almusta'an. Tumalizie. وأما السائل فلا تنه وأما بنعمة ربك فحدث. na neema za Mola wako zisimulie. أي واشكر نعم الله عليك وتحدث بها. na ushukuru neema za Allah juu yako na uzisimulie. na وأما بنعمة ربك فحدث katika tafsiri wanaovioni tutaeleza inshallah maneno ya Saadi ni mtu kuzitumia zile neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizompa. Allah amekuneemesha waweza kuishi katika nyumba nzuri, ishi katika nyumba nzuri, panda kipando kizuri, kula chakula kizuri. Hata mitume, ya ayuha rusulu kulu minat tayyibat, kuleni chakula kizuri maadamu Allah amewapa uwezo. Kwa usiwe Allah amekupa uwezo alafu kuvaa kwako siku zuri, kipando chako rafiki yake makanika. Mumjua rafiki yake makanika? Yani kila siku yuko kwenye makanika kule, gari naribika hii, gari naribika hii, goromba gari utafikiri laanguka likitembea hivi, na ana uwezo ya nini? Hapa ndo farasi basi, kanunue farasi ama punda. Allah amekupa uwezo, panda kipando kizuri. Maadamu hufanye israfu, panda kipando kizuri, ishi nyumba nzuri, watoto wako waweke vizuri. Usijidhalilishe wakati Allah amekupa. Yule sahaba aliyekuja mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam amevaa ovyo, akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo huyu sahaba akaja mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa hali kama. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, una mali wewe? Yule sahaba akamwambia, kila ina mali, na mbuzi na ngamia na kondoo, kila mali ninayo. Akamwambia, basi Allah akikuneemesha apenda aone athari ya neema yake kwako. Maana amejiweka ovyo ovyo. Akaja mara ya pili baada ya muda amevaa vizuri, ang'ara. Wajua ukijiweka ovyo ovyo mpaka sura yako pia inaanza kubadilika, unazeeka kabla ya siku zako. Kuna watu wana senti lakini wamuona kwa mzee kabla ya siku zake. Bwana basi hata mafuta ya nazi ununue ukajipaka paka kidogo. Wallahi tabu hii. Ya nini basi kuwa na hizo senti kama wewe ishi na tabu namna hii? Ishi vizuri tu. Yule bwana akaja radhiallahu anhu akiwa yopendeza na nguo nzuri, akamuuliza, wewe ndiye yule wa siku zile? Kama yeye ndio mimi ya Rasulullah. Qala inna Allah idha an'ama ala 'abdihi yuhibbu an yara atharahu. Allah akimneemesha mja wake apenda kuona athari ya neema alizompa. Kupanda gari mzuri, ishi katika nyumba nzuri, vaa nguo nzuri. Haimaanishi kuwa ukivaa kanzu yako nzuri hivi basi umfanya makosa. Vaa vizuri, kula vizuri. Si kila siku wewe wala dagaa tu na sima, wala dagaa na sima mgumu kweli kweli. Kuna watu Allah amewafungulia lakini hawajui kuzitumia zile senti
katika ile athari ya neema zikaonekana. Kwa hivyo jiweke katika hali nzuri, ndio katika wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kadhalika ukiulizwa neema Allah alizokupa ziegemeze kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usijione wewe ndio mjanja, kwa fadhila ya Allah amenipa kadha na kadha na kadha, ukaregesha fadhila kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kwa kifupi tafsiri ya surah ad-Duha. Tutakuja kuisoma insha Allah ta'ala tafsiri ya Imam Saadi katika kikao kitakachokuja na zile faida alizozitaja ndani yake. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.